Wakenya wamekuwa wakipambana na gharama ya maisha inayozidi kupanda kila siku. Kutoka kwa chakula hadi usafiri, kila kitu kinaonekana kuwa juu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Na sasa serikali ya William Ruto imeleta pendekezo jipya kupunguza fuel levy kwa 50%. Hii ni hatua ambayo wengi wamekuwa wakisubiri, lakini swali ni moja kuu. Je, hii italeta nafuu kweli kwa mwananchi wa kawaida au ni hatua ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2007? Leo tunaangalia ukweli wote bila upendeleo. Kwanza kabisa, hebu tuelewane. Fuel levy ni nini? Hii ni tozo inayoongezwa kwa kila lita ya mafuta unayonunua. Ni pesa ambayo serikali hukusanya na kutumia kwa miradi kama ujenzi wa barabara na maendeleo mengi ya kitaifa. Kwa lugha rahisi, kila ukiweka mafuta kwa gari au pikipiki unalipa sehemu ya tozo hili. Sasa serikali inapendekeza kupunguza sehemu hii kwa nusu, lengo kuu likiwa kupunguza bei ya mafuta ili wananchi wapate unafuu kidogo. Na hapa ndipo matumaini yanaanza. Ikiwa hatua hii itatekelezwa, bei ya mafuta inaweza kushuka, gharama ya usafiri inaweza kupungua, na hata bei ya bidhaa sokoni zinaweza kushuka kidogo, kwa sababu ukweli ni huu: mafuta yanaguza kila kitu kwenye uchumi. Lakini kuna upande mwingine ambao hauzungumzi sana. Kupunguza fuel levy kuna maanisha serikali itakusanya pesa kidogo zaidi, na pesa hizi ndizo hutumika kutengeneza barabara, kulipa madeni ya miradi na kufadhili maendeleo mengine muhimu. Kwa hivyo swali hili linakuja: je, serikali itaziba pengo hilo vipi? Na je, kuna uwezekano wa huduma zingine kuathirika? Sasa tuingie kwenye mjadala mkubwa zaidi: siasa. Tukumbuke kuwa wakati wa kampeni za mwaka 2022, Rais William Ruto aliahidi kupunguza gharama ya maisha na kuhakikisha mafuta yanakuwa nafuu kwa Wakenya. Lakini hadi sasa Wakenya wengi bado wanahisi maisha ni magumu. Ni kweli serikali imejaribu hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuondoa subsidies za mafuta, lakini hatua hizo hazijatoa matokeo ya moja kwa moja kwa mfuko wa mwananchi. Na sasa kwa kuwa tunaelekea polepole mwaka wa 2027, wengine wanaanza kujiuliza, je, hii ni hatua ya kweli kusaidia mwananchi au ni mkakati wa kujitenga kisiasa? Ukweli ni huu: hatua kama hii inaweza kuwa vitu viwili kwa wakati mmoja. Inaweza kuwa njia ya kupunguza shinikizo la maisha kwa wananchi, na pia njia ya kuonyesha serikali inajali hasa kadiri uchaguzi unavyokaribia. Na hii si jambo jipya kutokea katika nchi nyingi duniani. Lakini jambo la msingi zaidi si siasa, ni matokeo. Je, bei ya mafuta itashuka kweli? Na kama itashuka kiasi cha kumsaidia mwananchi wa kawaida? Kwa sababu ukweli mchungu ni huu: hata ikipungua, huenda isiwe tofauti kubwa sana kama wengi wanavyotarajia. Kwa sasa hili bado ni pendekezo, bado halijapitishwa rasmi kuwa sheria, lakini tayari limezua mjadala mkubwa nchini. Je, serikali inachukua hatua za kweli kusaidia mwananchi au tunashuhudia siasa zikianza mapema kuelekea uchaguzi wa mwaka 2007? Zipo aliko wazi kabisa, lakini muda utaonyesha. Kwa sasa macho yote yako kwa hatua zitakazofuata. Wewe kama Mkenya unaonaje? Je, hii ni msaada wa kweli au ni siasa tu? Andika maoni yako hapo chini. Share video hii na marafiki zako, na usisahau kusubscribe kwa uchambuzi zaidi kama huu. Niite Nyabunde Zack.